Akiba. Moja somo muhimu sana kwenye hasa eneo la kifedha ni uwekaji wa akiba. Na mara nyingi nimekutana na hili swali, watu wanauliza, hivi kwa nini ni muhimu kuweka akiba? Kwa nini uwe na akiba? Sasa ziko sababu za msingi ambazo ni kwa nini ni muhimu sana uwe na akiba yako wewe binafsi. Jambo la kwanza kabisa, akiba inakusaidia kufanya makusanyo ya pesa kwa ajili ya kuja kuwekeza. Kumbuka ni watu wachache sana ambao wana vipato vikubwa kiwango ambacho anaweza akakipata mara moja na akaenda kuwekeza mahali. Mara nyingi kwa vipato tulivyo navyo utahitaji kuweka akiba kwa muda mrefu sana kabla hujapata nafasi ya kwenda kuwekeza mahali unapotaka. Sasa watu wengi, changamoto kubwa ni kwamba wanashindwa kuwekeza kwa sababu wanajikuta hawajaweka ile akiba kwa muda mrefu. Kwa hata ikitokea fursa ya uwekezaji kwa mfano, hawezi kuwekeza kwa sababu hajajichanga kwa muda mrefu kupata mtaji wa kwenda kuwekeza mahali. Kwa faida ya kwanza, umuhimu wa kwanza wa akiba ni kuhakikisha kwamba unaweza kukusanya pesa kwa ajili ya kuja kufanya uwekezaji wa baadaye. Sijui wewe unataka kuja kuwekeza kwenye nini. Na ndio maana ni muhimu kuwa na malengo pia muda mrefu. Inawezekana kuna kitu unataka kujifanya mwakani au mwaka kesho kutwa. Sasa unaweza ukaanza kuweka akiba kama njia ya kukusanya mtaji. Na hii itakusaidia sana kuepuka kukopa 100% ya pesa na kwenda kuweka kwenye uwekezaji wa aina fulani. Kwa sababu ikipotea kule unapata pressure kubwa sana. Kwa sababu unakuta hela yote uliyoweka kule ni ile ambayo ulikopa, badala hauna hata sehemu ndogo ya akiba ambayo uliweka. Unapoweka akiba inakusaidia kwa namna kubwa sana kuwa na mkusanyo wa pesa taratibu. Kwa baadaye unaweza kuchukua nyingine kidogo ya nyongeza ya kuongeza kwa ajili ya kwenda kufanya uwekezaji wako. Lakini jambo la pili muhimu sana kwenye akiba, inakupa kitu kinaitwa peace of mind. Inakupa serenity ya mental state. Unakuwa na utulivu wa akili. Hakuna kitu kinachoweka utulivu wa akili kama kujua kwamba ikitokea emergency yote basi niko covered, kuna hela fulani iko mahali. Yaani ile tu kuwa na sense kwamba kuna hela fulani au kuna pesa fulani au kuna uwekezaji fulani au kuna akiba fulani iko mahali fulani, uwe inaleta amani kubwa sana. Ni tofauti na ukiwa hela unaotembea nayo mfukoni ndio hela yako ya mwisho. Kuna kuwa na uoga na wasiwasi wa kila namna. Unakuwa kama vile unaona kama kuna vita inataka kutokea, unaona kama vile mwisho wa dunia unataka kufika. Unakuwa huwezi kutulia. Hata ukitaka kusoma kitabu huwezi kusoma vizuri, utasomaje sasa? Unakuwa ni mtu ambaye kama kuna mawenge fulani na kuwepo. Kwa akiba faida yake pia nyingine, inakupa utulivu wa akili. Inakupa hali fulani ya utulivu na ule utulivu wa akili ndio unaleta ubunifu, unaleta ufanisi kazini, unaleta ubunifu kwenye biashara zako, na ni muhimu sana. Kwa unapoweka akiba ina impact pia sio tu kifedha, ina impact pia emotionally, ina impact pia kihisia ndani yako, inakuwa inakusaidia. Lakini jambo la tatu la muhimu sana ambalo akiba inaweza kukusaidia ni kutumia fursa zinapojitokeza ghafla. Kila wakati kwenye maisha yako kutakuwa kuna fursa ambazo ukiwa na akiba unaweza ukazitumia na zikakufaidisha kwa haraka zaidi, tofauti na usingekuwa na akiba. Umeshakutana na mtu anauza pengine gari ambalo thamani yake milioni 10, lakini kwa sababu ana shida anakwambia bwana, mimi naomba nipate milioni 5 tu. Sasa ukiwa na akiba zile fursa unaweza kuzitumia vizuri. Wengine wanauza nyumba, wengine sio. Kwa kuna vitu vingi vinatokea, mtu ana shida fulani. Sasa zile fursa ambazo unaweza kuzitumia kama tu na akiba. Usipokuwa nayo utasema tu, bwana hii fursa bwana kubwa nzuri, lakini imefanya nini? Imenipita. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa na akiba kwenye eneo la kifedha. Kwa unapokuwa na akiba kwenye eneo la kifedha inakusaidia sana fursa inapojitokeza, hasa zile ambazo kuzitarajia. Inapojitokeza unakuwa na pesa, uconvert ile fursa sasa inakuwa ni uwekezaji wa haraka. Ndio maana unaweza ukawa sehemu kukawa kuna fursa nyingi zinajitokeza, lakini una akiba. Sasa kwa kukosa akiba, watu wengine wenye akiba zao wanakuja wanaitumia ile fursa, na wewe umekaa tu unalalamika na kunungunika. Kwa akiba inakusaidia fursa inapotokea kwa haraka, unaigrab kwa haraka na inaweza kusaidia kusonga mbele kwa haraka. Na jambo la mwisho la muhimu sana kwenye akiba ni kwamba inakusaidia kujenga nidhamu katika maeneo mengine. Moja eneo la muhimu sana ambalo unatakiwa uwe na nidhamu nalo ni eneo la fedha. Na mara nyingi wanasema watu walioweza kuwa na nidhamu katika eneo la fedha imewasaidia kirahisi kuwa na nidhamu katika maeneo mengine ya maisha. Kwa hiyo ukiweza kuimudu fedha, kwa sababu fedha ni kati ya kitu ambacho kinasumbua sana watu wengi, kinasumbua sana hasa kwenye nidhamu yake. Kwa hiyo ukiweza kuimudu nidhamu ya fedha, ni mara nyingi sana utajikuta unaweza kumudu nidhamu zingine. Kwa hiyo unaweza ukitumia nidhamu ya fedha hasa kwenye akiba kama pilot. Na tunasema kwenye akiba hauweki akiba baada ya kubakiza kwenye matumizi yako. Unaweka akiba kwanza ndipo unatumia kile kilichobakia. Kuna vitabu vyangu viwili vya muhimu sana unaweza ukavisoma. Cha kwanza kinaitwa Mbinu za Kuongeza Kipato Chako, na cha pili kinaitwa Money Formula. Ni cha Kiswahili, Elimu ya Fedha Isiyofundishwa Shuleni.
Sasa hivi vitabu viwili nimezungumza kwa mapana sana unavyoweza kujenga hii nidhamu ya akiba, na watu wengi wameshuhudia namna ambavyo imewasaidia sana. Unaweza ukavipata kupitia nambari za simu ambazo zinatolewa kwenye video hii. Unaweza ukavipata kwa soft copy au kwa hard copy, na ukijifunza unaweza ukaanza mara. Kumbuka kwenye swala zima la akiba na uwekezaji, unavyoanza mapema ndio inaleta faida zaidi. Ukichelewa utakuja kuwa wakati ambao unapata majuto. Niandikia hapo chini kwenye comment, unafikiri wewe katika hivi vitu ambavyo nimevieleza, unafikiri kipi ambacho kimekugusa zaidi na unafikiri kinakupa hamasa zaidi kuanza kuweka akiba katika sababu hizi ninazozitoa. See you at the top.